Mungu. Unaweza kupokea Roho Mtakatifu kupitia maombi ya mtumishi wa Mungu, lakini unaweza kupokea Roho Mtakatifu kupitia mtumishi wa Mungu, lakini you have to be careful. Tafuta mtumishi wa Mungu ambao ni mchao wa Mungu. Tafuta mtumishi ambaye ana roho wa Mungu. Sio watumishi wote wana roho wa Mungu. Mtumishi wa Mungu anaweza kutilia mkono na ukapokea Roho Mtakatifu, lakini you have to be careful. Ni mtumishi gani mwenye unaenda kumwambia akuombee upokee Roho Mtakatifu? Ukikutana na mtumishi ambao ni mtumishi wa giza, na kwambia atakutransfer mapepo. Atakutransfer mapepo ndugu yangu. Atakutilia mapepo. Utasikia kweli, utaanza kutetemeka, utaanza kusema kwa lugha ndugu yangu, utasikia lugha inakuya sawa. Lugha sio problem. Utasema kwa lugha, ile lugha utasema sio kutoka kwa Mungu. Ile lugha utasema ni mapepo. Ndugu yangu, mapepo ziko zinatabiri. Ziko zinasema kwa lugha. Njoo maana uko nasikia malugha mingi sana mule mkanisa, ni malugha ya kutoka kwa shetani. Ni malugha ya kutoka kwa shetani mingi ziko zinaongea. 90% let me tell you, ni malugha zenye ziko zinatoka kwa shetani. Roho Mtakatifu shetani kuna malugha zake leo. Watu wiko wanaongea malugha za kutoka kwa shetani. Bako wanamkufuru Mungu. Bako wanamtukana Mungu kupitia kusema kwa lugha. Kwa nini? Kuna watumishi waliwaombea wakawatilia mkono. Wale watumishi sio watumishi wenye wako na roho wa Mungu, ni watumishi wenye biko na roho za mapepo. Sasa wewe unaanza kusema kwa lugha na kuanza kuwatingiza, unafikiri kama ni Roho Mtakatifu. Sasa tafuta mtumishi wa Mungu ambaye anajaa nguvu za Mungu, ni mchao wa Mungu, njo atakuombea. Na tena sasa atakuombea, usiamini kama ule mtumishi mkono wake njo Roho Mtakatifu iko ndani kwa ule mkono. Hapana. Ule mkono sio ndio kwenye piko Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu anakuya, anamuyuzi tu ule mtumishi kwa kusema wewe ujazwe Roho Mtakatifu. Anamtumia, kinakuwa kama chombo kiesemeti, kwa sababu ni mchao wa Mungu, ni mtumishi mwenye kuna roho wa Mungu. Wakati anakutilia mikono hivi, unaweza kumpokea kupitia mtumishi wa Mungu, anakuombea na unapokea. Biblia inasema katika maandiko ya Matendo ya Mitume sura yake ya 9 mstari wa 9 mpaka 17, Matendo ya Mitume nasema nini? Acha nikusomee. Matendo ya Mitume nasema wakati Sauli, Biblia nasema wakati Sauli